Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Moshi wa makombora ukiendelea kutanda katika anga la Mashariki ya Kati, vita vinavyoendelea Marekani dhidi ya Irani, ambapo ripoti kubwa siku ya leo ni juu ya hizi video ambazo zimesambaa katika kurasa mbalimbali za vyanzo vya taarifa vya kimataifa kutokea Mashariki ya Kati, vikionyesha baadhi ya mashambulizi ambayo yameripotiwa kufanywa na jeshi la Irani katika maeneo ya Dubai. Na kusalimu mtazamaji na karibu sana kujipatia undani wa taarifa kutokea hapa Yuhoma TV. Mimi ni chifu mkuu wa itifaki, salia nami hadi tamati. Bila shaka mtazamaji, umeshuhudia taarifa mbalimbali zikiripoti juu ya shambulizi ambalo limetajwa kufanywa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC nchini Irani, ambazo taarifa hizo zilisambaa katika vyanzo mbalimbali vikielezea Irani kuishambulia Dubai katika baadhi ya maeneo yake ya kituo cha kuhifadhia mafuta ndani ya taifa hilo, ambapo taarifa za awali ziliarifu ya kwamba Irani imefanya shambulizi kubwa katika kituo cha kuhifadhia mafuta huko Dubai, likiarifiwa kuharibu vibaya miundombinu ya eneo hilo. Lakini japo taarifa hizo hazikuweka wazi juu ya athari kwa watu na majeruhi katika shambulizi hilo, kufuatia kusambaa na kuendelea kuripotiwa kwa taarifa hiyo shambulizi ambalo limetajwa kufanywa na Irani, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC nchini Irani kupitia msemaji wake Ali Mohamed Naini limekanusha vikali taarifa hizo, ikisema ni taarifa za propaganda ambazo zinaendeshwa na kufanywa na Marekani, akisema ni shambulizi ambalo limefanywa na vikosi vya Marekani pamoja na Israeli ili kusambaza uongo na propaganda kwa taifa la Irani na wanajeshi wake wa vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Akithibitisha juu ya kanusho la mapema la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, msemaji wa jeshi hilo Ali Mohamed Naini amesema, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC linapenda kukanusha taarifa za uongo na za kizalimu za maadui juu ya kusambaza propaganda ya kushambulia moja kati ya kituo muhimu cha kuhifadhia mafuta cha Oman. Sisi kama jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, watenda haki wenye kusimamia misingi ya sheria na taratibu za Mwenyezi Mungu mtukufu, tunasema ya kwamba usalama wa Oman na uhuru wake wa kitaifa unaheshimiwa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Irani pamoja na vikosi vya jeshi la walinzi wa Kiislamu IRGC, na kwamba tunasema ya kwamba adui anayeendeleza udhalimu na kuvunja uhusiano baina ya mataifa ya Kiarabu ataangamia. شنیده می شود ترسیم سازی کاذب پایان جنگ به نفع خود با تمسک به رسانه‌های اغواگر که آینه وارونه حقیقت هستند. Aidha, akiendelea kutoa taarifa juu ya kanusho la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC juu ya kile ameeleza propaganda za Marekani, msemaji huyo wa IRGC Ali Mohamed Ain amesema Marekani na maafisa wake wa ngazi za juu wanaoshiriki moja kwa moja katika vita wanapaswa kuungana na wa Iran katika vita vya ana kwa ana na si kuchochea vita wakiwa ndani ya taifa la Marekani mjini Washington. Akilizungumza hilo, Ali Mohamed Ain amesema های دعا در ایران جان رو به آسمان بلند بود. Kwa nini maafisa wa Marekani waliopotoshwa hawatoki Washington DC na kuja katika eneo hili la vita Irani kuona uwanja halisi wa vita ulivyo, mapambano yalipo na si mapambano ya kuongea kwa mdomo? Waje wajionee hali ya kutisha ya kambi zao za kijeshi na wanajeshi wao walivyo huku Mashariki ya Kati. Na kwa wale wanaolalama kuhusu mabomu ya majini naval mines, niseme tu kwamba wajihadhari sana juu ya mfululizo wa mabomu yetu, na ndiyo saa inayohesabu muda hadi bei za mafuta zilipuke kabisa. شاهد شرایط واقعی میدان و اوضاع وحشتناک پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی باشند. به حراف‌هایی که از مین دریایی حرف میزنند توصیه می‌کنیم
پیش از این توجهشان به bomb. Ni msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Ali Mohamed Aini akiainisha dhamira ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu juu ya kumhitaji Marekani katika uwanja wa vita huko Mashariki ya Kati baina ya Irani, Marekani na mshirika wake Israeli. Katika ripoti mfuatano katika vita vinavyoendelea Marekani na Irani, moja ya shambulizi kubwa limeripotiwa kufanya katika taifa la Irani mjini Teherani, likiripotiwa kumwangamiza kiongozi mkuu wa jeshi la anga la Irani, Iranian Air Force Brigadier Generali Mohseni Dadebahia, ambaye kwa ripoti mbalimbali kutokea vyanzo vya habari nchini Irani ikiwemo Tehran Times limesema kamanda huyo ameuawa kwa jaribio la shambulizi lililofanywa na jeshi la Israeli kwa kushirikiana na Marekani siku ya hii leo. Kwa mujibu wa taarifa ya chanzo hiko cha habari kutokea Irani, kimesema ya kwamba kamanda huyo ameuawa kwa shambulizi la pamoja kati ya Marekani na Israeli, japo jeshi la Irani bado halijathibitisha juu ya kutokea kwa kifo cha kamanda huyo. Katika taarifa mfuatano juu ya mashambulizi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati Irani dhidi ya Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump amesikika akionya Irani dhidi ya tulizo la mashambulizi yake huko Irani, akisema endapo Irani itaendeleza mashambulizi na ukaidi zaidi, basi Marekani itafanya angamizo la mara moja la miundombinu mbalimbali ya kijeshi taifa la Irani. Kadhalika, kufuatia hilo, jeshi la Israeli IDF kupitia taarifa yake kwa umma limesema IDF imeanzisha mashambulizi makubwa zaidi Irani kufuatia mashambulizi yake ya awali katika miji mbalimbali ya taifa la Israeli, ikiwemo mji wa Tel Aviv pamoja na mji wa Haifa. Katika taarifa hiyo ya jeshi la Israeli IDF limeweka wazi ya kwamba Israeli imeweka shabaha na kulenga maeneo makubwa ya Irani, ikiwemo maeneo ya mipango ya vita na kuhifadhi makombora nchini Irani. Katika moja ya taarifa kutokea huko mataifa ya Magharibi, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema kwamba Irani kwa kile amesema imeendelea kudanganya na kudai kwamba inashambulia malengo ya kijeshi pekee ya Marekani, lakini imeendelea kufanya mashambulizi zaidi katika maeneo nyeti na ya muhimu kwa mataifa ya Ghuba ya Uajemi. Mtazamaji, ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati, vita vinavyoendelea baina ya Marekani, Israel dhidi ya Irani, ambapo kila kukicha mashambulizi yameendelea kuripotiwa Mashariki ya Kati, huko miji mbalimbali ikiripotiwa kuathirika vibaya na mali kusambaratika katika vita hivi vinavyotajwa kwa vibaya zaidi vilivyoibuka tangu mwishoni mwa Februari kufuatia kifo cha aliyekuwa Ayatollah na kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei kilichofanywa siku ya Februari 28 kwa mashambulizi ya vikosi vya Marekani pamoja na Israeli mjini Teherani. Mimi ni chifu mkuu wa Itifaki, endelea kusalia na sisi na kutufuatilia zaidi. Usisahau kusubscribe kwa matangazo na mengine mengi. Fanya mawasiliano ya kinifu katika bio yetu ya ukurasa huu wa YouTube. Asante na wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.